Karibu katika safari hii, utakuwa na mimi mtangazaji wako Memshat Yusuf. Leo tunakwenda kujadili ni namna gani ya kuweza kumsaidia slow learner au mtu ambaye ana uelewa wa hali ya chini. Siko peke yangu, tunaungana na mgeni wangu ambaye yuko hapa studio kwa ajili ya kwenda kuchambua katika safari hii ya mabadiliko ya hawa wenzetu ambao ni slow learner. Atakwenda kujitambulisha, kutuambia jina lake na anatokea wapi na ni nani, na moja kwa moja atakwenda kutuambia slow learner ni nini. Karibu sana ndugu profesa. Asante sana. Karibu sana. Asante. Unaitwa nani? Tuambie unaitwa nani? Naitwa Mr. Israel. Ni mtaaluma katika sekta ya elimu na ni mwanafalsafa katika falsafa ya elimu. Umeniuliza slow learner ni nini? Slow learners kwa tafsiri ya haraka haraka, yes, ni wale wanafunzi ambao wana uelewa mdogo darasani, ndio maana halisi ya slow learners. Chanzo cha slow learners, chanzo kikuu ni mazingira. Inaweza ikawa ni mazingira ya wanapotoka nyumbani kwa wazazi au walezi wao, au mazingira ya ile eneo au katika kwa ni chanzo. Na chanzo kingine kinaweza kawa ni walimu wao vile vile, inaweza kuwa ni chanzo. Kwa hiyo ziko sababu nyingi, na maandalizi vile vile ya watoto toka wakiwa wadogo katika umri mdogo sana, inaweza ikawa ni tatizo vile vile la ambayo linaweza kachangia katika wanafunzi uelewa mdogo au wa taratibu, slow learners. Sasa ni jambo gani labda lifanyike ili hao wanafunzi wawe na uelewa sawasawa na wanafunzi wengine waliopo darasani? Okay. Hapo ndipo jambo halisi lipo ambalo tunapambana nalo kwa sasa hivi katika sekta ya elimu. Asante sana Profesa juu ya ufafanuzi wako juu ya mada yetu ya leo. Sasa nataka tuende, nini chanzo kinachopelekea tunakuwa tuna slow learners wengi katika mashule, lakini pia katika vituo vinavyotoa elimu mbalimbali kuna hili tatizo, watu wanakuwa na uelewa mdogo. Tuambie nini hasa changamoto ya hii tatizo la slow learners? Ziko sababu nyingi, yes, kwa nini tunakuwa na slow learners au wanafunzi wenye uelewa mdogo. Mazingira ya mwanafunzi yanaweza kachangia yule mwanafunzi kuwa slow learner. Mazingira anayoishi, jamii inayomzunguka, okay, au hata mazingira yenyewe anayotumia kujifunza yanaweza kumfanya yule mwanafunzi akawa slow learner. Kwa hiyo inawezekana akawa ni mtoto anasoma tayari, lakini mazingira pengine ya ile elimu yake anavyoipata maybe kule shuleni au nyumbani muda wa kujisomea ikampelekea kaingia kwenye kundi hili. Ndio. Okay. Sasa na wewe kama profesa umetuambia kwamba mazingira ni sababu mojawapo. Natamani uweze kunidadavulia kidogo tu, ni mazingira gani pengine ambayo ni hatarishi yanampelekea mtoto huyu kuingia kwenye kundi hili la slow learner? Jambo la kwanza ni maandalizi ya mtoto tangu ngazi ya chini kabisa ambaye tunaita basic foundation, yani ngazi ya chini kabisa. Sasa kama mtoto hakuandaliwa vizuri, ukumbuke hata nyumba, yes, ili iweze kusimama ni msingi. Yeah. Kwa hiyo huyu mtoto asipoandaliwa katika ngazi ya chini kabisa akajengwa vizuri, basi kuna uwezekano mkubwa kukawa na slow learners wengi tu katika sekta ya elimu. Okay. Ndio. Sawa. Ndugu mtazamaji wetu na msikilizaji wetu wa kipindi chetu kizuri cha The Talk Show, kama tulivyokuambia, leo tunajadili kuhusu slow learners, na changamoto hii kiukweli imekuwa ni changamoto ambayo inawakumba watoto wengi, na kama ambavyo maoni ya watazamaji wetu wengi yalikuwa yanataka kwamba tujadili juu ya swala hili. Sasa nirudi kwako Profesa, umetuambia chanzo, nataka nijue tunaweza tukatumia mbinu gani, au Wizara ya Elimu au shule, mbinu mbalimbali, walimu au watu wote ambao wanadili na sekta hii ya elimu watumie mbinu gani kuweza kutatua hili tatizo la slow learners? Sawa. Katika falsafa ya elimu, yes, au kwa elimu kwa ujumla, ni kwamba mwalimu anatakiwa ajue darasa lake. Haijalishi ni mwalimu wa level ipi, anatakiwa ajue wanafunzi alio nao wenye uelewa wa haraka na uelewa wa taratibu, slow learners. Akishajua
anatakiwa awa group, ili wale slow learners akisha wafahamu awafundishe waende sawasawa na wale wengine ambao sio slow learners. Kwa hiyo ni kazi ya mwalimu kujua ni mwanafunzi gani ambaye ana uelewa wa chini ili aweze kumnyanyua. Ukishajua kama mwalimu ni rahisi, lakini shida ni kwamba pale ambapo walimu wanaenda mbele tu, mwalimu anafundisha haangalii nyuma kwamba je, darasani kwangu ni wanafunzi wangapi ambao ni slow learners wanahitaji kusaidiwa, kwa sababu wale wanahitajiwa kusukumwa tu. Yaani wakisukumwa wana uwezo wa kufanya vizuri tu sawa sawa na wale wengine wenye uelewa mkubwa. Sawa sawa, ndio. Ndugu mtazamaji wetu wa kipindi chetu cha The Talk Show, kama nilivyokuambia, leo tuko na profesa, na kama unavyoona kwa namna gani ambavyo madini mbalimbali yameweza kutuachia. Sasa tunakwenda breki kwa muda mfupi na tutarudi kuendelea na kipindi chetu. Usikae mbali na TV yako na redio yako. Karibu sana. Bana we hapa kukaribisha katika ibada kubwa kesha tarehe 31 mwezi wa 12 2025, wanapaita Love of Jesus Center. Itakuwa tarehe 31. Tutakuwa na mkesha mzuri kabisa kwa ajili ya kukaribisha mwaka 2026. Usipange kukosa. Yes, ndugu mpendwa mtazamaji wetu, baada ya mapumziko mafupi sasa tunaendelea. Nirudi kwako tena profesa, kwa namna ulivyotupatia mbinu hizi au aina ya namna ambayo tunaweza tukaifanya kupunguza tatizo hili. Sasa nini wito wako kwa jamii? Nini wito wako kwa Watanzania juu ya tatizo hili la slow learners katika mashule, lakini pia katika vituo vya kutolea elimu hapa nchini kwetu Tanzania? Karibu sana. Asante. Wito wangu kwanza ni kwa walimu au wakufunzi ambao wanafundisha wanafunzi hao. Kwanza waweze kujua wanafunzi ambao ni slow learners. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wajue namna ya kuwasaidia waweze kwenda sawasawa na wanafunzi wengine ambao tayari ni wanauelewa mkubwa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Jambo la pili, jamii kama jamii, wazazi au walezi wahakikishe kwamba wale watoto wanapopewa activities au shughuli mbalimbali kuhusu elimu na walimu wao, basi wasaidie kusimamia kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, kwa maana ya majumbani. Sasa majumbani, wazazi au walezi, mzazi hakikisha anamfuatilia mtoto wake. Ndio. Ndugu mtazamaji wetu, nina imani kwamba umeweza kujifunza na kusikia habari na mambo mbalimbali juu ya namna ya mabadiliko ya slow learners katika shule zetu za hapa nchini kwetu Tanzania. Ni kutoka nje ya kipindi hiki na nje ya TV hii. Hakikisha unakuwa karibu na TV yetu, unafuatilia, lakini pia hakikisha una subscribe, comment na kushare na kulike, ili kipindi hichi kiweze kuwafikia Watanzania wengi waweze kupata elimu hii. Karibu sana. Mimi ni Mimshak Yusuf kutoka hapa The Talk Show.